Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, siku ya leo Zuchu alikuwa na press na waandishi wa habari, alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na project ambayo siku ya jana nilikusogezea ya Zuchu Masterclass. Hii ni project ambayo Zuchu bwana ameanzisha kusaidia wale ambao wana ndoto za kuwa wasanii na mastaa katika nyanja mbalimbali. Kuna ma DJ, wana muziki, ma managers, yani industry nzima ya muziki. Unaona bwana. Kwa hivyo akadai kuwa lengo lake ni kusaidia watu kuwa mastaa. Hata wanapokuwa mastaa nini wafanye na njia gani ambayo wanaweza kutumia ikawafikisha kiurahisi zaidi kwenye kutambulika na kujulikana na kuwa mastaa kwenye jamii. Zuchu anasema alichukua muda mrefu sana pale WCB kwa takriban miaka 4 mpaka kuja kutambulishwa kuwa ni msanii wa WCB, kwa sababu alikuwa hana experience, alikuwa hajui vitu fulani. Hivyo vitu ambavyo Zuchu anaona vilimtesa, akachukua muda mrefu kutambulishwa, ameamua kuvitoa kwa watu, kuwasaidia wale ambao wana ndoto ya kuwa wanamuziki na wakubwa. Unaona bwana. Sasa Zuchu siku ya leo watu wengi sana tulikuwa tamani kuona kuwa kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaona tu picha na nini katika kujihakikishia kweli huyu Zuchu ni mjamzito. Sasa leo watu tukataka tujue kabisa kuwa Zuchu kweli ni mjamzito. Ujauzito upo bwana. Ujauzito upo bwana. Mchizi Diamond Platnumz kashamjaza mtoto wa kike. Kashamjaza mtoto wa kike. Kwa hiyo ni jambo la heri, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu kuna baadhi hawajabahatika kupata mimba. Kwa hivyo ni jambo la kufurahia, au sio? Zuchu alikuwa na ficha lakini mwisho wa siku ndio hivyo, mimba imeonekana. Ujauzito upo. Huyu anasema hivi, kujificha hivi ya nini tabu yote hiyo na watu washajua kuwa ni mjamzito? Anasema it's so obvious. Huyu akasema kuwa wewe na kuhusu nini? Hebu tulia bwana. Anasema na kuchukia wewe. Haya, by the way, hawa ni mashabiki wa Zuchu. Wale wote ambao wanamtaki Zuchu kwamba wai anaficha mimba yake, basi mashabiki wa Zuchu wako pale kumtetea. Huyu anasema mbona wewe ndio unahangaika? Amekwambia kuwa anapata tabu kuficha. Huyu akasema kwamba ingekuwa ajifichi hii comment ungetype kweli. Kuwa kujificha kwake ndo kumefanya huyu heta akatype kuwa Zuchu mbona anahangaika kujificha. Huyu akasema kwamba unajua husida wewe. Anasema hujakuwa bado. Unajua husida wewe, hujakuwa bado. Kwamba Zuchu anafanya hivyo kuficha, kuepuka na mambo ya husida. Unajua zile. Dunia bwana ina mambo mengi, hii dunia pana. Unaweza kujiachia mwisho wa siku na shangaa mimba inatoka hata bila sababu ya msingi. Husida. Huyu anasema hafichi ili wasijue kama ana mimba, bali anaficha tumbo lake lisionekane kwa macho ya husida. Hafichi ili wasijue kuwa ana mimba, bali anaficha tumbo lake lisionekane na macho ya husida. Huyu anasema kwamba anasemaje? Anasema akili kwamba akili huna wewe, una akili ndogo. Huyu anasema kwamba kwani wewe unatakaje? Muache Zuchu na maisha yake. Huyu anasema kwamba huyu ajifichi ni kwa vile sisi tuna haraka sana. Anasema ila tukumbuke kuwa mimba haitangazwi, inajitangaza yenyewe. Na kama angetaka kuficha asingekuwa hata anakuja kuongea na vyombo vya habari kama hivi. Angekaa zake ndani kimya asiende popote, au akitoka angekuwa anajifunika majuba na nikabu juu kama alivyofanyaga Sinura kipindi kile. Lakini yeye anafanya shughuli zake kwa uwazi kabisa. Ila sisi waja ndo tunataka atamke nina mimba, kitu ambacho hakiwezekani. Hata mtaani kwetu haiwagi hivyo. Wakijua wa karibu kwa kuambiwa na mhusika, nyie wengine mtajua kwa maendeleo ya tumbo. Naona bwana. So hapa anasema hata mtaani haiwagi hivyo, kwamba eti mtu anajitokeza na kuanza kutangaza kuwa jamani mimi nina mimba sijui nini. Haiwagi hivyo. Kwa hivyo anasema akishawaambia watu wake wa karibu kuwa nina ujauzito, wale wengine watajua kwa kutokana na maendeleo ya mimba.
Huyu akaja akasema kama unachukizwa na kujificha kwake basi mbloko, punguza ujuaji, akili chafu. Huyu anasema tuliza komo wewe, kwani lazima na bado hamjasema. Huyu anasema kuwa anasemaje, wengine mna macho ya husida ndio maana anaficha tumbo lake. Huyu akaja akasema unashangaa nini? Nando anasema kwamba kwamba nando imeandikwa privacy is power. Anasema anashangaa maajabu hujui. Huyu anasema alikwambia kuwa anaficha, tumia akili wewe. Huyu akaja akasema ukiwa mwizi usiogope kuibiwa, na ukiwa mchawi basi usiogope kurogwa. Huyu akaja akasema jua lote hilo jamani la Dar es Salaam kujifunika koti kama hilo. Anasema anasema mateso hayo yote ya nini? Huyu akaja akasema kuwa mumpige zongo, mumpige zongo, akili kubwa Zuchu anajitambua. Huyu anasema anapata tabu kweli kweli kujificha maskini. Huyu akaja akasema kakwambia, huyu anasema kwamba amekwambia, mbona wewe ndo unaona tabu. Huyu anasema wewe wapenda kujipo muhimu kwa mambo yasiyokuhusu, na uso wako huo ulivyokushuka kama wa mbuzi. Akasema pia kwamba hadi unakosea kuandika kwa sababu ya umbea. Achana na Zuchu wewe. Sasa kwamba anasemaje wewe? Anasema kuwa walimshambulia sana. Sasa ni wakati wake wa kujidai. Huyu akasema kuwa anasemaje huyo? Anasema sema ujuaji utawaua sana jamani. Mnataka muone mimba kwani aliwabebea nyie? Kwa sababu kwamba safi sana mtoto mzuri, unajua kuwachanganya wambea. Huyu anasema wambea macho yetu yote yako mbele. Huyu anasema kwamba wanapata tabu kweli kweli kupepesa macho wakati pua ishaanza kutii. Huyu akasema kwamba kila mtu anapua jamani. Huyu akasema na Simba kashawapa fumbo kwenye Insta story yake.